ni kitu gani ambacho umepambana nacho mpaka ukajisikia kwamba hapa zimepigwa? Kitu gani ambacho wewe yani umepambana nacho, yani ukasema stoki hapa mpaka nione mifupa, stoki? Kitu gani ambacho umepambana nacho wewe? Bila ya Goliati Daudi haingii ikulu. Haingii. Ataingiaje? Lazima wepo Goliati. Sasa sema unapokaribia kupata, vita inaongezeka. Kila mtu ana miliki yake. Mimi na miliki yangu, lakini nimepewa na Mungu makusudi ya kuwaongoza watu kwenda kwenye miliki zao. Nasema hivi, ndani ya kila mtu kuna hatima. Zungumza maneno sawa sawa na hatima yako, sio sawa na hali ulionayo kwa sasa hivi. Zungumza maneno sawa sawa na kesho yako, sio sawa sawa na hali ulionayo. Hali zilizopo ni za muda. Narudia tena, hali ulionayo ni ya muda. Umaskini ni wa muda, dhiki ni ya muda, huzuni ni ya muda, magonjwa ni ya muda. Wewe iko hadhi yako ambayo umepangiwa na Bwana, umetoka nao mbinguni. Kwa hiyo, kwa nini watu wengi wanakwama? Kila miliki ina muda na wakati. Inapokaribia miliki hiyo, vita huwa inaongezeka. Sasa watu wanapoona vita inaongezeka, kwa kuogopa vita wanarudi nyuma, wanatulia, kuwa mtulivu. Hicho ndicho kinawafanya watu washindwe. Na ndio maana kuzaa mtoto sio issue. Kwa kadiri siku za kuzaa zinavyoongezeka, mama mjamzito shida zinamzidi, mara tumbo, mara kulala hivi, mara hivi, mambo mengi, kwa sababu saa ya kupata mtoto imekaribia. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.